Mambo vipi mtazamaji wa Mtaani TV? Leo ni siku nyingine, siku ambayo imebarikiwa zaidi. Na leo tunaenda kuangalia waamuzi ambao watachezesha mchezo kati ya Simba dhidi ya Petro Atletico Luanda kutoka kule nchini Angola. Tupo na Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Musa Kirumbirumbi, mjukuu wa Muamin Tale kutoka mwisho wa leli. Bana Shabel, mambo vipi? Fresh. Mambo yanaenda? Kama kaka. Uko vizuri kabisa. Fresh kabisa. Bana, seti ya waamuzi ambao watachezesha mchezo kati ya Simba dhidi ya Petro Atletico de Luanda tayari iko hadharani. Watu wanatamani kuwajua ni waamuzi wa aina gani. Je, ni waamuzi ambao watakuwa na bahati na Simba Sports Club kwenye mchezo wao wa nyumbani? Waamuzi ambao wanachezesha mchezo wa Simba na Petro Atletico, mchezo wa kwanza wa kundi D ambao unafanyika katika uwanja wa Taifa weekend hii ya Jumapili, ni waamuzi ambao wanatokea katika nchi ya Congo Brazzaville. Congo Brazzaville ni taifa ambalo sio maarufu sana kutoa waamuzi bora wa elite kama ambavyo tumezoea kuwaona waamuzi wengine elite referee kutoka katika pande mbalimbali za bara la Afrika. Kwa sababu ukizungumzia elite referee unawazungumza watu kama kina Abongile Tom, mwamuzi wa Afrika ya Kusini, wakina Pierre Gislan, mwamuzi kutoka Gabon, Peter Waweru kutoka Kenya, Dahan Beida, mwamuzi yule kutoka nchini Mauritania, na kina Jalil Jaid kutoka Morocco, na waamuzi wengine wengi ambao wapo katika kategori ile ya elite referees. Lakini huyu mwamuzi ambaye anakwenda kuchezesha mwamuzi wakati ambaye anakwenda kuchezesha mchezo wa Simba na Petro Atletico, yeye anaitwa Messi Jezi Nkunku. Messi Jezi Evode Nkunku ni mwamuzi ambaye sio mwamuzi maarufu sana katika wale wachezaji ambao katika wale waamuzi maarufu barani Afrika kama hawa ambao nimekutajia elite, lakini ni mwamuzi ambaye ana uzoefu tu wa kutosha kwenye mpira wa Afrika, kwa sababu amewahi kuchezesha mechi kubwa, amewahi kuchezesha pia mashindano haya CAF Champions League, na ukitazama historia yake na profile yake kama mwamuzi, ni mwamuzi ambaye hafahamiki sana kwa sababu ya jina lake. Messi anaitwa Messi Jezi Evode Nkunku, mwamuzi kutoka Congo Brazzaville. Yeye atasaidiwa pia na waamuzi wasaidizi kutokea pia katika taifa hilo hilo la Congo Brazzaville. Watu wanatamani kujua sasa historia yake, amechezesha mechi gani kubwa, kwa sababu umegusia hapo si mwamuzi ambaye anafahamika sana, lakini ni mwamuzi wa aina gani? Kadi ambazo amezitoa, labda ana historia ya kutoa sana kadi nyekundu, lakini pia kwa timu ambao ni ya nyumbani, vipi imekuwa na bahati ya kupata ushindi? Ukianza kuangalia uchezeshaji wake na namna ambavyo ana bahati na timu za nyumbani, unapata mashabiki wa Simba wanaweza kuwa na matumaini kwamba pengine ni referee wa bahati kuchezesha mchezo wao siku ya Jumapili, kwa sababu tangu mwaka 2020 mpaka hii 2025 huyu ni mwamuzi ambaye amechezesha mechi 6 za CAF Champions League, lakini kwa bahati mbaya mechi 4 kati ya hizo 6 amechezesha mechi zile za preliminary, mechi zile za awali, raundi ya kwanza ama raundi ya pili, lakini ni mechi 2 tu za makundi ya CAF Champions League ndio amechezesha huyu mwamuzi Messias Jezi Evode Nkunku. Ukitazama rekodi yake ya uchezeshaji kwenye mechi 6 ambazo amechezesha za CAF Champions League, mechi 4 kama nilivyokuambia ni mechi 2 ndo hizo za makundi, na mechi za makundi amechezesha msimu wa 2022-2023 alichezesha mchezo wa kundi A, kundi ambalo lilikuwa lina timu za Wydad, JS Kabylie, Petro Atletico pamoja na AS Vita ya Congo DRC. Na mechi ambayo alichezesha yeye ilikuwa ni mchezo kati ya Petro Atletico, mchezo wa nyumbani ambao alicheza dhidi ya AS Vita, mchezo ambao ulimalizika kwa Petro Atletico. Hawa wapinzani ambao wanakwenda kucheza na Simba siku ya Jumapili, wao walishinda kwa ushindi wa goli 1-0, na kwenye mchezo huo alitoa kadi za njano 7. Alitoa kadi za njano, zilikuwa kadi za njano 5 kwa kumbukumbu zangu zimekaa. Alitoa kadi za njano 5
Kadi 3 za njano aliwapa Petro na kadi 2 za njano aliwapa AS Vita. Mchezo mwingine ambao alichezesha wa makundi ya CAF Champions League ulikuwa ni mchezo dhidi ya mchezo wa msimu uliopita kundi D kati ya Pyramid na Esperance de Tunis. Mchezo ambao ulimalizika kwa Pyramid kushinda kwa ushindi wa magoli 2-1. Esperance de Tunis hawa ambao wapo pia kundi moja na Simba Sports Club kundi D, hivyo pia anachezesha pia mchezo mwingine wa kundi D baina ya mechi ya Simba dhidi ya Petro. Petro kumbuka hawa amewahi kuwachezesha kwenye mchezo wa kundi A mwaka 2022 2023. Petro alikuwa nyumbani dhidi ya AS Vita na Petro akashinda kwa goli 1-0. Mchezo mwingine ambao alichezesha wa makundi ndo huu ndo wa msimu uliopita dhidi ya mchezo kati ya Pyramids ya Misri dhidi ya Esperance de Tunis ya nchini Tunisia, ambapo Pyramids alishinda ushindi wa magoli 2-1. Na mchezo huo Pyramid wakiwa nyumbani walipata kadi za njano 3, lakini pia hawa Esperance de Tunis wao walipata kadi za njano 2. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye sio mchoyo wa kugawa kadi kwenye michezo ambayo anachezesha. Lakini ukiangalia pia mechi nyingine ambazo amewahi kuchezesha huyu mwamuzi Messias Jezi Evody Nkunku za CAF Champions League ni mechi zile ambazo nimekutajia za preliminary, mechi za raundi ya kwanza ama mechi zile za raundi ya pili, na ni mechi moja katika mechi 6 tu ambazo wamechezesha katika CAF Champions League ndio timu ya nyumbani iliyopoteza. Yani katika mechi 6 alizochezesha mechi moja tu ndio timu ya nyumbani ilipoteza mchezo wa nyumbani, na hiyo ilikuwa ni katika mchezo wa raundi ya kwanza preliminary, mchezo kati ya AS Bangued ya Gabon dhidi ya TP Mazembe msimu wa mwaka 2021 ambapo TP walikuwa ugenini kule Gabon na wakashinda kwa magoli 2-1. Kwa hiyo overall record zake ndio hizo, kwamba ana bahati katika mechi 6 ambazo amecheza CAF Champions League tangu msimu wa mwaka 2020 mpaka 2025. Timu moja tu ndio imepoteza mchezo wa nyumbani, lakini timu nyingine zilizosalia mechi 2 zote alizochezesha za hatua makundi, timu za nyumbani zote zilipata matokeo, lakini mechi 3 timu nyingine zilipata sare na timu nyingine zikapata pia matokeo ya ushindi. Hizo ndio records za mwamuzi huyu wakati kutoka Congo Brazzaville ambaye anakwenda kuchezesha mechi ya Simba na Petro Atletico siku ya Jumapili katika mchezo wa kwanza wa kundi D, kundi ambalo linazishirikisha timu za Simba, Esperance, Petro Atletico pamoja na Stade Malien. Umegusia hapo, umezungumza kwamba ni mwamuzi ambaye ameshawahi kuchezesha mchezo wa Petro Atletico na Petro akawashinda kwa 1-0. Yawezekana ana bahati sana labda na mchezo wa timu dhidi ya Petro Atletico. Watu wanaweza wakawa wanaingiwa na hofu, Shabeli. Unaweza kuwa na hofu kwamba Petro labda wakawa wanamfahamu kwamba ashai kuchezesha mechi yao na wakapata matokeo ya ushindi. Lakini pia Simba nao hawapaswi kuwa na hofu kwa sababu nimezungumza hapo record zake kwamba mechi nyingi ambazo anachezesha katika hatua hizi za makundi, amechezesha mechi 2 kwenye CV yake, kwenye profile ya mechi 2 za hatua ya makundi. Na mechi zote 2 hizi timu za nyumbani zimepata matokeo ya ushindi, wakiwemo Petro wenyewe ambao walishinda 1-0 dhidi ya AS Vita. Lakini pia mchezo kati ya Pyramid na Esperance ambao pia Pyramid wakiwa nyumbani walipata matokeo ya ushindi wa magoli 2-1. Lakini pia kitu kingine cha kusikitisha watu wa Petro ni kwamba kwenye mchezo kwenye kundi lao ambao walikuwa kundi A mwaka 2022 2023, licha kwamba Petro alimfunga Vita, lakini kwenye kundi lile Petro hakufanikiwa kwenda hatua ya robo finali. Yeye na AC Vita wote walitolewa na wakapita Wydad pamoja na wale JS Kabylie. Kwa hiyo wana kumbukumbu nzuri, lakini pia wana kumbukumbu mbaya. Ukikumbuka kwamba msimu ule Petro kwamba katika mechi yao moja waliocheza katika kundi lao A, alikuwepo mwamuzi huyu Messias Jezi Evody Nkunku. Wanakumbuka kwamba hawakufanya vizuri katika msimu ule katika moja kati ya mechi ambazo walichezesha huyu referee. Lakini kwa Simba rekodi bado zinawabeba katika michezo ya CAF Champions League. Mchezo wa mwisho ambao wengi wanaokumbuka walipoteza wa kwanza wakiwa nyumbani ulikuwa ni dhidi ya Raja. Walifunga magoli 3 kama wengi wanakumbukumbu. Lakini
hii ni kitu ambacho kinatokea mara chache sana. Ile ni timu ya kaskazini, lakini timu hizi kutoka ukanda mwingine hakuna timu ambayo imepata matokeo ushindi katika uwanja wa nyumbani dhidi ya Simba ukitoa hao Raja katika miaka hii ya hivi karibuni. Bana, mtazamaji wa Mtani TV, hakikisha unaendelea kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo.